Hujambo na karibu kwenye muktasari wa Mwamba wa Lulu FM. Mimi ni Samuel Mkare. Na tunaanza taarifa kwamba naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amekashifu vikali matamshi ya gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga kuhusiana na kifo cha hayati Raila Amolo Odinga. Akizungumza katika kaunti ya Pokot Mashariki, Kindiki amesema kwamba matamshi hayo yamesababisha aibu kubwa kwa viongozi wengine katika taifa hili. Kindiki ameelezea kuwa kuna haja ya gavana huyo kuheshimu familia ya Raila Amolo Odinga na Wakenya wote kwa jumla. Wakati huo amewaonya wanasiasa dhidi ya kutoa matamshi ambayo yanaweza kuchangia migawanyiko katika taifa hili. Na wakati hayo ya kijiri, baraza la magavana hapa nchini Kenya limejitenga na matamshi ya gavana huyo na hata kumbandua katika nafasi yake ya naibu mwenyekiti wa baraza hilo. Mwenyekiti wa baraza hilo, Gavana Ahmed Abdullahi, amesema kwamba semi zake hazihusiani na baraza hilo kwa njia yoyote ile na ni kinyume cha maadili ya uongozi wa baraza hilo. Mwenyekiti huyo ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Wajir amesema kuwa watafanya kikao kingine ili kuchagua naibu mwenyekiti mpya wa baraza hilo. Aidha, kauli za gavana Mutahi Kahiga zinazidi kukashifiwa vikali na wananchi wake wa kule kaunti ya Nyeri. Na nikitamatisha ni kwamba waziri wa ulinzi Soipan Tuya ameambia jeshi la magereza nchini Kenya kutumia teknolojia ili kuleta ufanisi. Akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa wiki ya huduma ya urekebishaji, Tuya amesema teknolojia itawezesha kushiriki data kwa wakati halisi, kurahisisha usimamizi wa kesi na kuimarisha wajibikaji katika shughuli za haki ya jinai. Ili kufanikisha hili, waziri wa ulinzi Soipan Tuya ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo amesema kwamba Kenya ina nia ya kuambatana na mabadiliko mapya ya kimataifa ambayo yanachukua nafasi ya mifumo ya zamani. Katibu wa idara ya urekebishaji Salome Biako amesema kwamba serikali ya Kenya imedhamiria kuvifanya vituo vya urekebishaji kuwa vya kisasa hapa nchini Kenya kwa kutumia nishati mbadala, kilimo cha kijani na kuweka kumbukumbu za wahalifu katika mfumo wa kidijitali pamoja na njia zinginezo. Na hapo ndipo natamatisha habari hizi za muktasari wa Mwamba. Mimi ni Samuel Mkare.